Taarifa mbaya na ya dharura kutoka kwa chama cha Chadema imetikisa taifa. Ujambo na karibu. Habari ya kukamatwa kwa raia nyumbani kwake na kupelekwa moja kwa moja gerezani kabla ya kufikishwa mahakamani ni kengele ya hatari kwa taifa linalodaiwa kuongozwa na utawala wa sheria. Tukio la Deogratius Pius Mushi, mwanachama wa chama cha Chadema ama chama cha demokrasia na maendeleo, liliripotiwa rasmi katika taarifa ya umma ya chama hicho na limefichua ukweli unaoumiza kwamba kuna mfumo unaoruhusu kunyimwa uhuru bila mchakato wa kisheria, na usi mkasa wa mtu mmoja ni dirisha linalofungua sura ya mamlaka yanayofanya kazi bila hofu ya uwajibikaji. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, Deogratius Pius Mushi ambaye ni mkazi wa Mbezi Kibanda cha Mtkaa, jimbo la Kibamba, alikamatwa tarehe 21 Novemba mwaka huu nyumbani kwake katika manispaa ya Ubungo, na badala ya kupelekwa kituo cha polisi kwa taratibu za awali au kufikishwa mahakamani kwa wakati unaotakiwa na sheria, alipelekwa moja kwa moja katika gereza la Mkuza lililopo Kibaha, mkoa wa Pwani. Hatua hii kwa uzito wake inakiuka msingi wa haki na msingi wa kufikishwa mbele ya chombo cha haki bila kuchelewa. Kutokana na taarifa iliyowasilishwa na Chadema, taarifa hiyo ya umma ilibainisha kuwepo kwa wananchi zaidi ya 30 wanaoshikiliwa katika gereza la Mkuza bila kuhukumiwa wala kufikishwa mahakamani. Hii inaashiria tatizo la kimfumo, si kosa la kiutawala la mtu mmoja. Wakati idadi hii inapotajwa hadharani, inaondoa hoja ajali au mkanganyiko wa kisheria na kuibua swali la msingi kuhusu taratibu zinazotumika kuwanyima raia uhuru wao. Katika taarifa hiyo, Chadema inamtaka kamishna wa magereza nchini kueleza wazi kwa umma ni utaratibu upi unaotumika ama ulitumika kuwapeleka na kuwahifadhi raia ambao hawajafikishwa mahakamani. Na wito huu unaweka jukumu moja kwa moja kwenye uongozi wa taasisi za adhabu na usalama, pale ambapo gereza, chombo cha utekelezaji wa adhabu baada ya hukumu, linageuzwa kuwa kizuizi cha awali. Mstari kati ya sheria na nguvu za dola unafutwa. Kulingana na Chadema, kwa miongo kadhaa mfumo wa sheria wa Tanzania umejengwa juu ya kanuni ya kufikishwa mahakamani ndani ya muda uliowekwa kisheria. Kanuni hizi mapambo ya kikatiba ni nguzo ya kulinda raia dhidi ya nguvu za kiholela, na hata katika nyakati za misukosuko ya kisiasa, taratibu hizi zimekuwa alama ya uthabiti wa kisheria. Hata hivyo, katika miaka ya karibuni kumekuwa na mabadiliko ya kimya ambapo vyombo vya dola vinafanya kazi kwa kasi inayozidi mifumo ya uwajibikaji. Kesi ya Mushi inajitokeza katika mazingira ya mvutano wa kisiasa unaoendelea kati ya serikali na vyama vya upinzani. Historia ya chaguzi zenye migogoro, mikusanyiko ya kisiasa iliyozuiwa na matumizi ya sheria za usalama imeunda mazingira ambayo kukamatwa kwa wanachama wa upinzani hakuonekani tena kama tukio la kushangaza. Kinachoshangaza sasa ni hatua ya kuwatupa gerezani bila hata pazia la mahakama. Kwa kutoa taarifa hii hadharani, Chadema imechagua kubeba hatari ya kisiasa ili kulinda kanuni za msingi. Taarifa hii iliyotolewa na Brenda Rupia kwa niaba ya chama inaweka kumbukumbu ya wazi kwa historia. Kulikuwa na onyo, kulikuwa na madai na kulikuwa na majina. Na katika mazingira ambayo ukimya umezoeleka, kumbukumbu hizi ndizo zitakazotumiwa kupima dhamira ya taifa kwa haki. Na Tanzania imekuwa ikionekana kama nchi ya utulivu katika Afrika Mashariki, na hata hivyo matukio ya kizuizi bila mahakama yanatajwa rasmi na chama cha siasa. Taswira hii huanza kupasuka. Mashirika ya haki za binadamu ya kikanda na kimataifa huangalia kwa makini mwenendo wa haki ya jinai, hasa pale vyama vya upinzani vinapouzishwa. Ukimya wa muda mrefu unaweza kubadilishwa ghafla na shinikizo la kidiplomasia pale ushahidi unapojikusanya. Ripoti za aina hii zinapowasilishwa kama taarifa za umma, vyombo vya habari vinakabiliwa na mtihani wa kimaadili: kuripoti kwa kina au kujilinda dhidi ya mazingira magumu ya kisheria. Na pale vyombo vinapochagua tahadhari kupita kiasi, taarifa za mitandao za kijamii na nyaraka rasmi za vyama vya siasa huacha vyanzo mbadala vya maarifa ya umma. Na hii hubadilisha kabisa uwanja wa simulizi, na kwa mara nyingi huacha dola bila uwezo wa kudhibiti maelezo.
Kuna mwelekeo unaojitokeza ambapo gereza linageuzwa kuwa chombo cha kuzuia harakati za kisiasa kabla hazijapata nafasi ya kisheria. Hii si sera iliyoandikwa, bali ni vitendo vinavyojirudia, na kila tukio linapoachwa bila uwajibikaji linakuwa rejea ya tukio linalofuata. Hatimaye gereza linapopoteza maana yake ya kisheria ya kuwa alama ya hofu ya dola. Ingawa kesi hii inamhusu mwanachama wa chama cha siasa, athari zake zinavuka mipaka ya itikadi. Pale ambapo raia anaweza kukamatwa nyumbani na kuwekwa gerezani bila mahakama, hakuna anayebaki salama. Mfumo unapovunjwa kwa mmoja, unakuwa dhaifu kwa wote, na huu ni ukweli ambao mara nyingi hutambuliwa kuchelewa baada ya madhara kuenea. Tukio la Deogratius Pius Mushi na taarifa za kuwepo kwa zaidi ya wananchi 30 kizuizini bila hukumu ni ishara ya taifa linalosogea kwenye mstari hatari. Ukimya wa mamlaka unaweza kuonekana kama mkakati wa muda, lakini unajenga msingi wa kuvunjika kwa imani ya umma. Tanzania inayokubali gereza kabla ya mahakama inajiandaa kuishi chini ya utawala wa hofu badala ya sheria. Chaguo bado lipo kwamba kurejesha taratibu za kisheria, kuwajibisha waliohusika na kudhibitisha kuwa haki si zawadi ya kisiasa bali ni haki ya kuzaliwa. Na kutochukua hatua leo kunamaanisha kuhalalisha mfumo unaoweza kugeukia mtu yeyote kesho, na taifa linalochagua njia hiyo linaweka saini kimya kimya kwenye mustakabali wake wa giza. Taarifa hiyo kutoka kwa chama cha Chadema umetikisa misingi ya dola nchini Tanzania, na vilevile inanyosha kidole cha lawama kwa taasisi za usalama nchini Tanzania kwamba kesi hii ya Deogratius si ya kwanza na pengine haitakuwa ya mwisho, ila mambo lazima yarekebishwe ili taifa la Tanzania liweze kunawiri, kwamba liwe taifa ambalo hufuata sheria jinsi katiba inavyoamuru. Ndio hayo tuliyokuandalia siku ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambaye inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kuyumbisha, bila kugeusha na bila kupindisha kwenye upande wowote. Zidi kuwa nasi na zidi kuwa mfuasi wetu wa Kenyascope, na hii utaifanya kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu. Vile kumbuka waweza kupokea taarifa hizi pindi tu zinapochipuka ama tunapozi-upload. Unalostahili kufanya ni kugonga alama ya kengele ili uweze kupata notifications kila wakati tunapoleta taarifa mpya ama tunapo-upload taarifa mpya.